Sasa nimejua thamani ya pendo lako. Sasa nimejua thamani ya damu yako. Sasa nimejua. Ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mahali popote ulipo msikilizaji. Ni siku nyingine tena tunakutana katika kipindi cha ukombozi wa mwanamke. Ninakukaribisha sana katika kipindi hiki ambacho tunakuwa tunazungumza na wanawake zaidi, wanawake ambao wanapita kwenye mateso mbalimbali, waliojeruhika na kuumia mioyo yao na kuwa na misongo ya mawazo na kupata magonjwa ambayo yanasababishwa na misongo ya mawazo, ili kuleta faraja kwao na kumdhihirisha Kristo katika maisha yao, ili waweze kutoka na kuponywa hizo nafsi zao zilizojeruhika. Basi uwe pamoja nami katika kipindi hiki mwanzo mpaka mwisho. Ni mimi mhubiri na mwalimu wa neno la Mungu, Madam Caro. Basi kabla hatujaendelea sana na kipindi chetu, kama wewe ndio kwanza unafungulia redio yako, kipindi hewani ni kipindi cha ukombozi na mwanamke. Basi hapo ulipo, hebu fumba macho ili tuweze kumkabidhi Kristo kipindi hiki cha leo. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu liye mfalme, asante kwa ajili ya wakati huu, asante kwa kuwa katikati yetu. Asante kwa neema yako, asante kwa upendo wako ambao umetuwezesha Mungu liye mtakatifu kuwa hai mpaka wakati huu. Ninakushukuru Mungu liye mtakatifu kwa damu yako ambayo imekuwa ikitunenea mema. Tunashukuru Mungu liye mtakatifu kwa damu yako ambayo imekuwa ikitulinda na kutupigania wakati wote. Baba Mungu, tazama tumesimama katika madhabahu yako usiku huu wa leo. Tunaomba Mungu liye mtakatifu katufundishe sasa na mapenzi yako. Roho wako mtakatifu akatufundishe sasa na jinsi ulivyokusudia kufundisha siku ya leo. Roho wako mtakatifu akanene sasa na jinsi ambavyo amekusudia kunena siku ya leo, ili kila mmoja akaweze kupokea kila ambacho amekusudiwa siku ya leo kupokea. Maana neno lako linasema ulituma neno lako ili kuponya. Hivyo kila mmoja akapate uponyaji sasa na mapenzi yako. Roho mtakatifu, tawala mahali hapa, tawala redio ambazo zinatumika kupitisha sauti, tawala mazingira aliyoko msikilizaji katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tawala fikra zake, angusha kila ngome ambayo inazuilia ili asiweze kupokea na kuliamini neno la Kristo ambalo linatumwa kwake, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Pepo mnaoshika fahamu, pepo ambao mnakamata fikra na mawazo ya watu, pepo ambao mnajenga ngome katika akili za watu ili wasiweze kuamini na kupokea kile ambacho Roho Mtakatifu anakiachilia kwao, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninawaamuru toeka, achia hizo fikra, toeka, achia hayo mawazo, toeka, achia mili yao, achia hayo mazingira, toeka kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bali Roho Mtakatifu, tawala sasa, ukanene wewe sasa na mapenzi yako, katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru, amen. Basi mpenzi msikilizaji, hebu tuendelee na kipindi chetu cha ukombozi wa mwanamke. Hiki ni kipindi cha 5, na katika vipindi vilivyopita nimekuwa nikizungumzia ni jinsi gani ufanye ili uweze kutoka katika msongo wa mawazo, uweze kutoka katika shida zinazosababisha msongo wa mawazo, uweze kutoka katika magonjwa ambayo yamesababishwa na misongo ya mawazo. Basi uweze kujinasua vipi? Nilianza kuzungumzia jambo la kwanza, ambalo jambo la kwanza, wewe ambaye unapita katika shida na mateso, unayepita katika misongo ya mawazo, unayopita kwenye madhara yatokanayo na misongo ya mawazo, yani magonjwa na hali zozote zile ambazo zinajitokeza kwako kutokana na misongo ya mawazo, jambo la kwanza, unatakiwa usamehe walio sababu ya wewe kukupitisha au walio sababu ya mateso hayo ambayo unayapitia. Jambo la kwanza, wasamehe na waachilie. Jambo la pili, nikasema kwamba usimtegemee mwanadamu kukutoa katika hizo hali, yani kukusaidia na kukutoa katika hiyo shida ulioko, kukutoa katika hayo magonjwa ulioko, kukutoa katika shida, katika misongo ya mawazo ulioko, bali nikasema unachotakiwa ni kumtegemea Yesu Kristo pekee. Maana yake yeye ndio ambaye anaweza, yeye ndio ambaye anajua. Maana katika kumtegemea mwanadamu hali inaweza ikawa mbaya zaidi na magomvi yakawa mengi zaidi. Lakini jambo la tatu, nilisema kuwa hautakiwi kutafuta kila njia ya kujiokoa wewe mwenyewe, yani kujitetea. Si kila baya ambalo unakutana
nalo, au si kila shutumu unalokutana nalo, au si kila maonevu ambayo unakutana nayo, utafute njia ya kujitutumua na kuanza kujitetea ili kuthibitisha kwamba hilo silo jinsi ambavyo lilivyo, bali tukasema kwamba ili uweze kutoka unatakiwa ukae kimya. Unatakiwa ukae kimya na umwachie Yesu Kristo aweze kukutetea, maana maandiko yanasema kwamba yeye Yesu Kristo ndiye mtetezi wetu. Basi siku ya leo ninaendelea na jambo jingine la 4. Ili uweze kutoka katika misongo ya mawazo, uweze kutoka katika tabu na shida na mateso unayopitia ambayo yamekusababishia kuwa na misongo ya mawazo, ili uweze kutoka kwenye magonjwa na hali zozote ambazo zinatokana na misongo ya mawazo, jambo la 4 unalotakiwa kufanya, nyenyekea kwa Yesu Kristo. Nyenyekea kwa Yesu Kristo. Haijalishi mateso hayo unayopitia au hali hizo unazozipitia chanzo chake ni kutenda dhambi. Haijalishi, wewe cha kwanza kimbilia kwa Mungu, nyenyekea kwake. Usiubebe huo mzigo, maana huo ni mzigo. Hiyo mizigo ya fedheha, aibu, kushutumiwa, kuchoka kuishi kwa sababu ya kujihukumu na kuhukumiwa, usiibebe peke yako, utaangamia. Kwa sababu Mungu alipokuwa akikuumba, roho na nafsi na mwili wako havikupewa uwezo wa kubeba mabaya. Na ndio maana Yesu Kristo anatoa mwaliko kwako. Katika ile Mathayo 11 mstari wa 29 anasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Anatoa mwaliko kwako, kwa wewe ambaye unapitia shida, unapitia mateso ambayo yamesababisha misongo ya mawazo, wewe uliye na misongo ya mawazo, wewe ulio na magonjwa yaliyotokana na misongo ya mawazo. Yesu Kristo anatoa mwaliko kwako wa kwamba uende kwake, ukatue hizo hali kwake, unaona, ili yeye aweze kupata kukupumzisha. Umenielewa? Maana yake ni kwamba anakualika uende ukanyenyekee kwake. Kitendo cha wewe kunyenyekea ndio kinampa nafasi ya yeye kuweza kukusaidia hiyo mizigo na kukupumzisha. Na hata kama hayo mateso unayopitia yametokana na wewe ulifanya dhambi ya aina fulani, nenda kwake ukatubu. Tubia hiyo dhambi, tena kwa kumaanisha kweli. Kwa kufanya hivyo utakuwa unampa nafasi Mungu ya kukujaza nguvu na kukuwezesha kukabiliana na mateso na madhara ya dhambi hiyo ambayo inakuwa umeifanya. Na atakufufua kwa upya na roho na moyo wako, na mahali palipoharibika kwa sababu ya dhambi hiyo atakusaidia kupatengeneza, na utapumzika na kupumzika kweli kweli. Unaweza kujiuliza, ni kwa nini akujaze nguvu za kustahimili? Na kwa nini asikutoe katika hayo mateso? Na kwa nini asikutoe katika huo msongo wa mawazo? Ni kwa nini akujaze nguvu ya kustahimili? Sikia nikwambie, unapofanya kosa, nazungumza sasa na wale ambao wamejikuta wamefanya jambo ambalo hilo jambo limewapelekea kupitia kwenye hali walizonazo mpaka sasa hivi. Sikia, unapofanya dhambi au hilo jambo, kuna mambo ambayo yanatokea kutokana na hiyo dhambi. Yaani cha kwanza kinachotokea ni madhara. Yale madhara yanaleta uharibifu kwenye mwili wako na kwenye maisha yako. Sasa sikia nikwambie, unaponyenyekea kwa Kristo, unapoingia na kutubu na kumwachia yeye anakusamehe kabisa. Lakini yale madhara na ule uharibifu utakuwa pale pale. Unaweza ukajiuliza kwa nini? Sikia nikwambie, maandiko katika Methali 6 mstari wa 27 mpaka ule wa 31, maandiko yanasema hivi: je, mtu ataweza kuua moto kifuani pake na nguo zake zisiteketezwe? Anapozungumzia kuua moto, manake ni kuuzima moto. Manake ni hivi, je, mtu anaweza kuzima moto kifuani pake na nguo zake zisiteketezwe? Je, anaendelea kusema, je, mtu aweza kukanyaga makaa ya moto na nyayo zake zisiungue? Na anaendelea anasema, watu hawatamdharau mwivi akiiba ili kujishibisha. Sikiza, mwizi anaiba, pengine huyu mwizi ana njaa, anaiba chakula ili aweze kula. Unaona? Au huyu mama anakaa na watoto na wajukuu, au huyu bibi anakaa na wajukuu, ameomba chakula, ameomba msaada, hamna anayemsaidia. Anapata wazo la kwenda kuiba chakula sehemu, au kuiba mahindi shambani. Anapoenda kuiba pale, anatafuta kwa ajili ya shibe za wajukuu wake, anatafuta kwa ajili ya shibe za watoto wake. Lakini maandiko yanasema hivi, lakini akipatikana atalipa mara 7, atatoa mali yake yote ya nyumba yake. Sikia ni kwamba, lakini akikamatwa, manake akikamatwa huyu mama mjane, huyu bibi, huyu mtu ambaye anaiba kwa ajili ya kujishibisha, akikamatwa atalipia tena mara 7. Yaani madhara ya kukamatwa kwake ya wizi lazima yatampata, atapigwa.
atachukuliwa kama wezi wengine tu. Watu hawatasema kwamba jamani hana chakula. Amna, adhabu ile ya wizi, madhara yale ya wizi lazima yatamkuta tu. Haiwezekani ukapita ukakanyaga kwenye kaa la moto alafu usiungue. Ni lazima utendapo dhambi, yale madhara ya kutenda ile dhambi lazima yatakupata. Ngoja nitoe mfano. Kwa mfano, umefanya dhambi ya uzinzi na umebainika na siri imefichuka, au umefumaniwa na huyo mtu aliyekufumania akaamua kwenda kukushitaki mahakamani. Sikiliza nikwambie, kama adhabu yake ni kifungo au kama adhabu yake ni faini, uwe na uhakika hiyo adhabu hautaikwepa, na yale makashikashi ya kupelekwa mahakamani na ile fedheha ya kuonekana kwamba unashtakiwa mahakamani hautaikwepa. Lazima utapitia tu. Lakini sasa unapoamua kunyenyekea kwa Kristo na ukatubu, Mungu atakusamehe kabisa, na wala hata kumbuka tena hiyo dhambi. Yesu Kristo ataingilia kati na kukutegemeza unapopita kwenye hayo madhara. Atakutia nguvu na amani na kukuvusha salama bila kuangamia au kupatwa na mauti, na kisha kukusaidia na kukupa maarifa ya jinsi ya kujenga palipo bomoka. Hebu angalia maandiko katika Isaya 57 mstari wa 15. Maandiko yanasema hivi: maana yeye aliye juu, aliyetukuka, akaaye milele, ambaye jina lake ni mtakatifu, asema hivi: nakaa mimi mahali palipoinuka, palipo patakatifu, tena pamoja na yeye aliye na roho iliyotubu na kunyenyekea, ili kuzifufua roho za wanyenyekevu na kuifufua mioyo yao waliotubu. Kumbe unyenyekevu na kufanya toba kwa Kristo kinafanya Kristo aweze kuingilia kati na kufufua moyo wako ambao umekufa, na kufufua mwili wako ambao umekufa kwa fedheha, umekufa kwa madhara na adhabu zote, madhara na fedheha zote ambazo umepitia kutokana na ile dhambi. Unaona? Kwa maana hiyo, unaponyenyekea kwa Kristo, hata wewe ambaye unapata tu mateso, labda pengine ni mjane, ndugu wa mume wako wanakutesa, labda pengine wewe ni yatima, ndugu wanakutesa, labda kama wewe ni mtu, ni mke, mume anakutesa, labda ni mtu tu unapitia kwenye mateso ya namna fulani fulani, unapitia kwenye hali za umasikini. Unaponyenyekea kwa Kristo, cha kwanza anachofanya ni anaanza kuifufua ile roho yako ambayo imekata tamaa, roho yako ile yenye maumivu, roho yako ile yenye msongo wa mawazo. Anaanza kuifufua kwanza, ili iwe na uhai kwanza yenyewe. Kwa lugha nyepesi, kimbilia kwa Mungu. Sikiliza, wana wa Israeli, maandiko yanasema kwamba walitakiwa wakae utumwani kwa muda wa miaka 400, lakini ilitokea walipitiliza miaka 30 zaidi, wakakaa miaka 430. Lakini ilipofika ule wa 30, ndipo ambapo walipogundua kwamba hapana. Walipoingia na kuanza kumlilia Mungu, walisahau kunyenyekea kwenye mkono ulio hodari wa Kristo. Lakini wamekuja kustuka, wameshazidi miaka 30 tayari. Waliponyenyekea kwenye mkono wa Mungu, Mungu ndipo alipowatizama na kuwaangalia. Unaona? Ndivyo maandiko yanasema kwamba hivi ndipo alipowatizama na kuwaangalia, na siku alipowatizama na kuwaangalia ndipo alipowatoa katika utumwa. Ndivyo hivyo ilivyo, kwamba unatakiwa unyenyekee kwenye mkono wa Mungu, na unaponyenyekea katika mkono wa Mungu ndipo anapotizama na kukuangalia na kukutoa kwa haraka zaidi. Maana sikiliza, maandiko yanasema katika Petro wa kwanza sura ya 5 mstari ule wa 6 mpaka wa 7, maandiko yanasema hivi: basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili awakweze kwa wakati wake, huku mkimtwika yeye fadhaa zenu, kwa maana yeye hujishughulisha sana kwa mambo yenu. Kumbe Yesu Kristo anajishughulisha sana na mambo yetu, na anasema tunyenyekee chini ya mkono wake ili atukweze kwa wakati wake. Lakini yeye sio dikteta. Yeye anachosubiri ni mtu afungue mlango, na ndio maana anasema niko mlangoni na bisha, yeyote atakayenisikia na kufungua mlango nitaingia kwake. Yeye sio dikteta. Anachosubiri ni wewe ukimbie uende ukanyenyekee kwake. Utakaponyenyekea kwake, yeye atafanya haraka kuingia kwenye maisha yako, na ataanza kujishughulisha na hiyo ishu inayokusumbua. Ataanza kujishughulisha na hiyo shida inayokusumbua. Ataanza kujishughulisha na huo msongo wa mawazo unaokusumbua. Ataanza kujishughulisha na hilo gonjwa linalokusumbua, na kwa wakati wake atakutoa.
simama, utulie, tulia, mwachie Kristo apambane na hivyo vitu. Unaona, kaa mkao wa kuamini kwamba Yesu Kristo yuko kwenye maisha yangu akijishughulisha na hili jambo, hata yaje makali kiasi gani. Wewe hakikisha kwamba unaamini kwamba Yesu Kristo yupo, hata waseme nini, wakutikise kwa namna yoyote, wewe amini kwamba yupo Yesu anashughulika na hili. Subiri, kwa wakati wake utatoka. Umenielewa? Kuna msemo, lia kidogo afikisha tabasamu. Iambie nafsi, Yesu yuko kazini, anafanya. Kwa sababu gani? Kwa sababu umenyenyekea kwake na umemkabidhi yeye fadhaa zake. Katika ile Ayubu 22 mstari wa 29 anasema, hapo watakapokuangusha utasema kuna kuinuka tena, naye mnyenyekevu Mungu atamwokoa. Kumbe Mungu huwa anaokoaga walio wanyenyekevu. Haokoagi walio wabishi, haokoagi wanaotafuta kujiokoa wao wenyewe, haokoagi wale ambao wanajionyesha kwamba wao ni vidume wa matatizo, wanaweza kutatua matatizo, bali huwa anawaokoa wale walio wanyenyekevu. Katika ile Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa 13 anasema, ila Mungu ni mwaminifu, ambaye hata waacha mjaribiwe kupita muwezavyo. Hata kuacha ujaribiwe upite uwezavyo, yani hilo jaribu likushinde nguvu. Unaona, yani liwe kubwa kuliko stamina yako, liwe kubwa kuliko imani yako. Anasema, lakini pamoja na lile jaribu atafanya mlango wa kutokea, akifanya mlango wa kutokea ili iweje? Anaendelea hapo, anasema ili muweze kustahimili. Hajasema kwamba atafanya mlango wa kutokea ili utoke, amesema atafanya mlango ili uweze kustahimili. Atakufanyia unaponyenyekea kwa Kristo, unaponyenyekea kwenye mkono ulio hodari wa Mungu, ili kutoka kwenye shida na mateso unayopitia, uwe na uhakika kabisa kwamba atakufanyia mlango haraka. Huo mlango ni kukupa maarifa, ni kukupa tumaini, ni kukupa ule uwezo na stamina, kukupa nguvu ili uweze kustahimili unachopitia. Usithubutu kupaniki au kulalamika na kutafuta kujinasua kwenye gumu, kwenye mateso hayo unayopitia, kwenye hizo hali ulizo nazo kwa nguvu zako mwenyewe. Kwa kufanya hivyo utajikuta ukifanya mambo ya ajabu. Unapopaniki unaanza kulalamika. Katika kupaniki na kulalamika unaweza ukajikuta ukafanya maamuzi yasiyo sahihi, kwa sababu wakati huo akili yako inakuwa haiko sawa na mawazo yako yanakuwa hayawazi sawa sawa. Unaona? Kwa maana hiyo utapaniki, utazungumza vitu ambavyo kesho na kesho kutwa utaregreti kwamba kwa nini ulizungumza vile, na pengine haukumaanisha, zilikuwa ni hasira tu. Badala ya kulalamika, unatakiwa unyenyekee kwa Kristo na huku ukimsifu na kumtukuza. Sio kulalamika, ukimsifu, ukimtukuza na kushukuru. Ngoja nikusaidie leo. Manake watoto wa Mungu tunapenda kweli kulalamika. Utashangaa tu, Mungu mbona umeniacha? Mungu mbona sikuoni? Mungu nilitoa sadaka zangu. Kumbuka sadaka zangu kama ulivyokumbuka kwa Kornelio. Kumbuka sadaka zangu sijui kama vipi. Angalia mimi nimekutumikia. Umesema unamheshimu mtumishi wako. Mbona leo yananipata haya? Sikiliza nikwambie, usilalamike. Manake tuko mafundi sana wa kulalamika namna hiyo. Hapana, hutaki kufanya hivyo. Unapopita kwenye magumu, ndio wakati wa kunyenyekea katika mkono ulio hodari wa Mungu na kutafakari mazuri aliyokutendea. Hebu jifikirie, toka ulipozaliwa ni mabaya mangapi ambayo umepitia, ambayo ni kwa uweza wake Mungu tu uko hai sasa hivi, ambayo ni kwa uweza wake Mungu tu uko mzima, umepona. Ni pengine ulilazwa siku nyingi hospitali, au ni pengine ulipata ajali, au ni pengine mabaya mengi yalikukuta, lakini ni Mungu tu amekutoa. Sikiza nikwambie, unaweza ukasema ilikuwa si kwa sababu madaktari bingwa, nilikwenda China, nilikwenda India, nikakutana na madaktari bingwa wakaniponya. Wewe sikiliza nikwambie, daktari huwa aponyi, daktari huwa anatoa dawa tu, ila anayefanya uponyaji ni Mungu. Kama unataka kulijua hilo vizuri, angalia unapovunjika. Mtu anapovunjika mfupa, mtu anapovunjika mfupa, madaktari wanachofanya ni wanaenda tu kuulengesha ule mfupa mahali ulipovunjika ukae sawasawa na mwenzie, alafu na kuufunga ili usiumbeyumbe. Alafu kisha kinachoendelea ni nani anayeuunga ule mfupa? Ulishafikiria hiyo? Ni nani anayeuunga ule mfupa? Ni nani anayeuotesha mpaka unaenda kufungana pale? Ni Mungu.
Kwa maana hiyo, wakati unapopita kwenye shida kama sasa hivi, ni kipindi cha kutafakari ukuu na uweza wa Mungu, uwema wa Mungu katika maisha yako yote ambayo umepitia. Hili tatizo ambalo unapitia sasa hivi lisikufanye ukaacha kusema ukuu wa Mungu, lisikufanye ukaona Mungu hayupo kwenye maisha yako, lisikufanye ukaanza kulalamika kwamba Mungu hakusaidii. Ni mangapi ambayo amekusaidia? Hesabu 21 mstari wa 5 mpaka ule mstari wa 6, maandiko yanasema hivi: watu wakamnung'unikia Mungu na Musa, mbona umetupandisha huko kutoka nchi ya Misri ili tufe jangwani? Maana hapana chakula wala hapana maji, na roho zetu zinakinai chakula hiki dhaifu. Bwana akatuma nyoka za moto kati ya watu, wakawauma watu wengi wakafa. Sikiliza nikwambie, Waisraeli walipokuwa jangwani, walifikia sehemu wakaanza kumlalamikia Musa kuwa amewatoa Misri na kuwaleta jangwani ili wafe kwa njaa. Hawa watu walisahau kabisa wema wa Mungu ambao aliwatendea alipowatoa katika utumwa, na aliposimamisha yale maji katika ile bahari na wakapata njia wakapita. Ila walipopata mateso kidogo tu pale jangwani, walianza kulalamika. Walilalamika mara ya kwanza kuhusu chakula. Mungu akawashushia chakula, aliwashushia mana. Baada ya muda wakalalamika tena kuwa wamekichoka kile chakula, wamekinai. Unaona, wanataka nyama. Mungu akawashushia ndege, wakala nyama. Lakini baada ya muda waliendelea tena kulalamika. Sasa na mara hii walipolalamika wakamuudhi Mungu, na Mungu akashusha nyoka badala ya kuwashushia kile walichokuwa wanakilalamikia, walichokuwa wanakitaka. Mungu akashusha nyoka wa moto, na maandiko yanasema wale nyoka waliwauma wengi wakafa. Hii ina maana gani? Ina maana malalamiko na manunguniko yanamuudhi Mungu, na unapofanya hivyo Mungu hawezi kukusaidia. Unapolalamika hawezi kukusaidia kukutoa kwenye magumu unayopitia. Sana sana nyoka ndio watakaoonekana kwenye maisha yako, na nyoka wale ambao wanakuuma, ndio hayo matatizo ndio yataonekana, yatazidi na yatakuwa makubwa na yatakuwa magumu kupita hata jinsi ilivyokuwa ya kwanza. Kwa sababu kumbuka, nyoka ni shetani, na shetani anaposhindana na wewe anatafuta njia yoyote ya kukushinda na kukuangusha. Na unapolalamika na kutafakari na kuangalia magumu badala ya kuangalia wema wa Mungu, yeye anasimama katikati na kuzidi kukuonyesha ubaya wa gumu na maumivu unayoyapitia, ili uzidi kutokomea zaidi na zaidi, na mwisho wa siku uweze kuangamia. Ni magumu gani unayoyapitia sasa? Acha kulia na kulalamika na kuangalia ukubwa na ubaya wa gumu unalolipitia, bali kuanzia sasa angalia na tafakari mazuri, ukuu na matendo ya Mungu aliyokutendea Kristo. Kama unataka kulia, unasikia uchungu wa kulia, basi lia kwa sababu ya mazuri na makuu ya Kristo. Lia kwa sababu ya kumshukuru Mungu. Lia kwa sababu unamwabudu. Kwa kufanya hivyo, kwa haraka sana utaona milango ya magumu inafunguka, milango ya mateso ambayo unapitia inafunguka, na unapata mlango wa kutokea. Kwa maana uwepo na mkono wa Mungu vitakufunika. Maana maandiko katika Lawi 22 mstari wa 29, maandiko yanasema, tena mtakapomchinjia Bwana dhabihu ya shukrani, mtamchinjia ili mpate kukubaliwa. Unapomtolea Mungu shukrani, unapomshukuru, kwa sababu kuna kutoa kwa sadaka kwa kutoa kitu, lakini pia kuna kumtolea sadaka yako ya mdomo, yani shukrani zako za mdomo unazozitaja zinakupa hali ile ya kukubarika, ya kukubaliwa mbele za Mungu. Manake unapotoa ile sadaka lazima ukakutane na nguvu ya Mungu. Unakutana na nguvu ya Mungu ambayo inajibu ishu ambayo umeiambatanishia ile sadaka yako. Lakini pia katika Efeso 5 mstari wa 20 maandiko yanasema hivi, na kumshukuru Mungu Baba siku zote kwa mambo yote katika jina lake Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo kumbe Mungu anatutaka katika mambo yoyote ambayo tunapitia, yawe mazuri yawe mabaya, tumshukuru Mungu. Katika shukrani inafungulia mlango wa kukupa wewe maelekezo ya jinsi ya kukutoa. Shukrani inafungulia mlango wa wewe kupata maarifa ya jinsi gani ufanye ili uweze kutoka. Na ndio maana anasema katika kila jambo, liwe zuri liwe baya unalolipitia, hakikisha unamshukuru Mungu. Lakini pia Wafilipi 4 mstari wa 6
anasema hivi, msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru haja zenu na zijulikane na Mungu. Anasema katika jambo lolote tusijisumbue. Katika huo msongo wa mawazo unaopita, usijisumbue nao. Katika ishu yoyote, magonjwa unaopita, katika mateso na taabu unayopita, usijisumbue nayo, bali ingia katika kusali na kuomba pamoja na kushukuru. Kusali na kuomba ndio maana yake kunyenyekea. Kajinyenyekeze chini ya mkono hodari ulio wa Mungu. Sali pale, omba pale. Yesu, naomba uingilie kati. Yesu, mimi siwezi. Yesu, ninakuja kwako, nisaidie hii fadhaa yangu leo na kutwika wewe. Omba, sali, na kisha umwambie asante kwa sababu Mungu uliye mtakatifu umeruhusu nipite katika hili. Asante kwa sababu unajua unanisaidia. Asante kwa sababu unajua unashughulika na mambo yangu. Asante kwa kuito. Yani shukuru. Katika kushukuru ndipo ambapo Mungu anajidhihirisha katika shukrani zako. Ndipo ambapo Mungu nguvu zake zinashuka na kukutia nguvu. Lakini pia Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 18 anasema kwamba shukuruni kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Sikiliza, ilikuwa ni mapenzi ya Mungu wewe kuja duniani. Hakuna mtu yoyote ambaye aliomba yeye mwenyewe au alitaka yeye mwenyewe kuja duniani. Si wazazi wako waliokuzaa, wala sio wewe mwenyewe. Hakuna mtu aliyechagua, bali ni mapenzi ya Mungu kukuleta duniani. Na anajua kabisa katika dunia iko dhiki. Kwa hiyo alijua kabisa kwamba utapitia. Kama ni mapenzi yake kukuleta wewe duniani, hivyo ni mapenzi yake kuwa utapitia katika hili. Kwa maana hiyo anasema tushukuru katika kila jambo. Hebu leo niishie hapo kuzungumzia hili. Lakini wiki ijayo tutakuja kuzungumzia hii habari ya kunyenyekea kwenye mkono wa Mungu. Lakini hebu leo niishie hapo. Hebu funga macho, tuweze kuomba wote. Tunyenyekee chini ya mkono ulio hodari. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, nasema asante kwa ajili ya neno lako. Umetutaka tunyenyekee chini ya mkono wako ulio hodari. Umetutaka tukutwike wewe fadhaa zetu. Mungu uliye mtakatifu, kwa niaba ya watu wote ambao wana shida sasa hivi, Bwana Mungu, ninawaleta kwako nikinyenyekeza shida zao mikononi mwako. Nikinyenyekeza shida zao kwako, Mungu uliye mtakatifu. Naomba Bwana Mungu wa majeshi, uingilie kati, umsaidie. Wewe ni Mungu unayeweza mambo yote. Wewe ni Bwana wa mabwana. Wewe ni nguvu, na ndio maana tunakimbilia kwako. Tunakimbilia kwako, maana msaada wetu uko kwako pekee, Mungu uliye mfalme. Wewe ndio utakayetutoa katika shida tunazopitia, maana sisi hatuwezi peke yetu, maana sisi hatuwezi kubeba. Bwana, umetuumbia roho na mwili visivyoweza kubeba shida na tabu. Hivyo leo tunasimama kwako, tunaachilia mizigo yetu yote kwako, tunaachilia fadhaa zetu zote kwako, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Maana ndivyo unavyosema Bwana, kwamba tukitua mizigo kwako tunapata pumziko. Hivyo ukatupumzishe Bwana. Tunaomba ututizame na kutuangalia, ukatutoe katika utumwa wa mateso tunayopitia, ukatutoe katika utumwa wa magonjwa tunayopitia, ukatutoe katika utumwa wa misongo ya mawazo na maumivu ya nafsi tunayopitia, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Wewe ni Mungu wa miungu, maana wewe ni mfalme wa wafalme, maana wewe Mungu uliye mtakatifu ni mweza wa waweza, maana wewe Mungu uliye mwema, jina lako linazidi majina yote. Na maandiko yanasema kwamba hivi kila jina litapiga goti kwako, Mungu uliye mtakatifu, Mungu uliye mfalme. Hivyo haijalishi nina magonjwa ya aina gani, haijalishi ni msongo wa mawazo, haijalishi ni shida unayoitwa masikini, haijalishi ni shida inayoitwa magonjwa, haijalishi ni shida ya namna yote, Yesu Kristo, yote hayo yanapiga goti kwako, maana katika jina lako Yesu Kristo ni jina kuu lizidilo majina yote. Mungu uliye mfalme, nasema asante Bwana. Asante Mungu uliye mtakatifu katika hali zote ambazo tunapitia. Mungu uliye mfalme, nasema asante Mungu uliye mwema, maana tunajua kwako tunapata tumaini. Tunajua kwako wewe unajishughulisha sana na maisha yetu. Hivyo nasema asante Mungu uliye mtakatifu. Asante Mungu uliye mfalme. Sifa na utukufu tunavirudisha kwako. Lisifiwe jina lako milele yote, litukuzwe jina lako milele yote. Mungu uliye mwema, Yesu Kristo, tunasema asante Bwana. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini, amen.
Mpenzi msikilizaji, mimi nimekuanzishia tu hayo maombi. Wewe endelea kuomba na kuomba na kuomba na kuomba na kuomba na kuomba kila siku. Msifu, mshukuru Mungu, msifu, mshukuru Mungu kipindi hiki, maana ndicho ambacho kinatakiwa kufanyika. Basi mpenzi msikilizaji, Mungu akubariki sana na kutakia usiku mwema. Ulikuwa nami mwalimu na mhubiri wa neno la Mungu, Madam Caro.